Hii ndio namna ya kutengeneza nyanya kwa ajili ya mwanaume ambaye anataka kuzuia tatizo la kuvimba kwa tezi dume. Unachotakiwa kufanya kwamba ni upate nyanya ambayo ni nyekundu, lakini pia upate mafuta ya mzeituni. Utachanganya vitu hivi kwamba utaweka frying pan yako, utaweka nyanya yako pale, ukakuikatakata utaiweka pale, alafu pia utaweka mafuta kidogo ya mzeituni, utaikaanga ile nyanya vizuri ipate rojo ile, alafu utachukua ile rojo utaweka kwenye kibakuli au utaweka sehemu yote ambayo utaila. Sawa? Na usiweke chumvi, usiweke kitu kingine chochote. Iweke ile nyanya pamoja na mafuta yake ya mzeituni, na hiyo itakusaidia kutumia hiyo rojo. Unaweza ukaila yenyewe au unaweza ukaiweka katika chakula chako, labda ukamwagia juu kama vile sauce au kama mboga, lakini pia unaweza ukatumia vitu vingine. Kwa mfano, unaweza ukalia na kuku, unaweza ukala na samaki na vitu vingine. Kwa nini tunasema kwamba utumie mafuta mzeituni, au kwa nini uipike? Tunasema uipike kwa sababu unapopika lile joto la moto linaenda kusaidia kuiondoa ile antioxidant ambayo tunasema lycopene ndani ya ile seli za nyanya. Na pia kwa nini tunatumia mafuta ya mzeituni? Tunatumia mafuta ya mzeituni kwa sababu mafuta haya yatasaidia ile antioxidant ambayo imetoka sasa katika seli ya nyanya iweze kufyonzwa vizuri katika katika mwili wako. Kwa hiyo unapotumia mafuta ya mzeituni au mafuta ya nazi kwa kuikaanga ile nyanya, basi utaweza kupata iko kiambata cha lycopene vizuri kabisa na kufyonza na mwili vizuri. So kama ni mmoja wa watu ambao wanatamani sana kutengeneza hii, unaweza ukatengeneza hapo nyumbani kwako. Lakini pia tomato sauce pia ni nzuri, lakini sasa hizi tomato sauce nyingine wanakuwa wameweka sukari au wameweka sodium, kitu ambacho hakihitajiki kwenye katika tiba hii. So ni vizuri katengeneza mwenyewe hapo nyumbani na itakusaidia sana. So kama una changamoto zote za mambo ya tezi dume au afya ya uzazi, basi unaweza ukachukua namba yangu ambayo ukanipigia nikaweza kusaidia jinsi gani ya kutatua tatizo lako.